Baji mubarikiwe, mutarudi hapa tena tukianza ibada hiyo ingine na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu. Naomba ugeukie mwenzako, musalimie, mwambie na shukuru Mungu kwa sababu amekuhifadhi katika jina la Bwana. Musalimie, mwambie na shukuru Bwana maana Mungu amekuhifadhi. Mwambie hiyo maneno kwa sababu kuna watu hata walienda na magari hawajapatikana, hawapatikani, gari haipatikani na pia hawajulikani mahali wapo. Na wewe ninakuona, hata kuna kitu nilikuwa nataka kupost kwa ile nini yetu niulize kama wote tuko safe, lakini wakati nilisikiza in the spirit nikasikia wote wa kwangu wamehesabika katika jina la Bwana. Maana kama kulikuwa na kitu, roho wa Bwana hageficha mtumishi wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Bwana tumekuja, na kwa hivyo ni baraka na ni ajabu katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba ufungue moyo wako ili tukaweze kukula chakula cha kiroho katika jina la Yesu. Maana imeandikwa katika neno la Bwana ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, lakini ataishi kwa neno ambalo limetoka katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo ni vizuri kukula chakula ya kiroho. Sema amen. Ndio tuliweza kusoma wakati mwingine Petero akiambia watu ya kwamba mtamani maziwa ambayo haijagoshiwa, maziwa ambayo ni neno la Bwana, ili mukaweze kuimarika, ili mukaweze kukua, ili mukaweze kuwa na nguvu katika mtu wa ndani, na mtu aseme amen in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo ni furaha yako asubuhi ya leo ya kwamba mtu wako wa ndani atapata nguvu wakati nitaendelea uliongea neno la Bwana katika jina la Bwana. Na kwa hivyo nimeokoka na Yesu ni Bwana katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninataka kuhubiri kuhusu the mighty hand of God, ama nataka kuongea kuhusu mkono hodari wa Bwana katika jina la Bwana. I want to talk about the mighty hand of God, mkono hodari wa Bwana. Kwa hivyo kama unaandika, the theme of my message is the mighty hand of God, ama ujumbe wangu, kichwa ya ujumbe wangu ni mkono ulio hodari wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri tukaweze kuelewa Bible imeongea sana kuhusu mkono wa kulia wa Bwana, the mighty hand of God. Hata tukiendelea tutaweza kuona hata wakati Yesu alifufuka, Bible inasema he is sitting in the right hand of God. Sema amen. Wakati Yesu alifufuka, amliketi katika mkono wa kulia wa Bwana. Kwa hivyo the mighty hand of God ni mkono wa nguvu katika jina la Bwana. Na huo mkono ndio ninataka nikaweza kuwafundisha mambo yake, na tutaweza kubarikiwa katika jina la Bwana. Na kwa hivyo my main text, ama nitaweza kusoma katika kitabu cha 1 Peter mlango wa 5 na mstari wa 6. Petero wa kwanza mlango wake ni wa 5 mstari wa 6 na wa 7, na itakuwa ni baraka. Our text itaweza kutoka 1 Peter chapter 5 mstari wa 6 na ule wa 7. Tutaweza kusoma misali miwili wakati tunaangalia kuhusu the mighty hand of God in the mighty name of the Lord. Na nataka tusome katika jina la Bwana. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili uwakwenze kwa wakati wake. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Set aside self-righteousness, that is pride, so that he may exalt you to a place of honor in his service at the appropriate time. Bwana asifiwe sana. Nataka niseme hivi, the heart of God is a heart of power and authority. Mkono wa Bwana wakati tunaogelea, hatuogelei kuhusu mkono wa mwanadamu, hatuogelei mkono wa bao tunaweza fananisha na mikono mingine. Sema amen. Hatuogelei kuhusu mkono wa tajiri fulani, hatuogelei kuhusu mkono wa mtu mwingine aliye mahali popote. We are talking about the mighty hand of God. Bwana asifiwe sana. Na huu mkono wa Bwana tunaongea, it is a hand of power, it is a hand of authority. Mkono wa Mungu wa kulia ni mkono wa mamlaka na ni mkono wa nguvu. Sema amen katika jina la Bwana. Kwa hivyo mahali tumesoma Bible inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari wa Bwana. Mkristo yeyote kuna vile anaambiwa, kuna mahali anaelekezwa pake pa kunyenyekea. Kwa hivyo mahali pa mtakatifu pa kunyenyekea ni chini ya mkono wa Bwana. Na mimi nashangaa watakatifu kuona ya kwamba zote tunaweza toshea katika huu mkono. Bible inasema tukaweza kunyenyekea
chini ya huo mkono. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba the mighty hand of God can accommodate all of us and the others in the mighty name of the Lord. Na ndio Bible inasema katika kitabu cha Isaia, ningetaka niwekewe Isaia chapter 59 and verse 1. Mimi nasoma Bible yangu. The hand of God is not short that it cannot save. Bwana siwe sana. Ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi ya kwamba hauwezi okoa. Kwa hivyo when we are talking about the mighty hand of God, tunaongea kuhusu mkono wa bao. Unaweza nyoka, unaweza fikia mtu ambaye ako katika shimo la simba, unaweza fikia Shadraka, Meshaki na Abednego wakati moto umeongezwa mara 7. Unaweza fikia Joseph wakati amewekwa katika lile shimo. Unaweza fikia yeyote, Paulo na Sila wakiwa kule gerezani. Bwana siwe sana. Hakika mkono wa Bwana sio mfupi. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tukubaliane na tukaweze kuelewa wakati tunaongelea kuhusu the mighty hand of God. Bible inasema hakika mkono wa Bwana sio mfupi. The hand of God is not short. Nisalimieni watakatifu katika jina la Bwana. Kwa hivyo mikono mingine ni kumaanisha inamaanisha inaweza kuwa mifupi. Mikono ya watu inaweza kosa kukufikia. Wakati mwingine ukitaka msaada kutoka kwa wanadamu, wanaweza kuwa hata sio kutaka, hauwezi kukufikia. Lakini Bible inasema mkono wa Mungu about the right hand of God. Bible inasema hakika. Kwa hivyo hapa tunapatiwa assurance ya kwamba Bible inasema hakika. Hakika ni kumaanisha ya kwamba hakuna shaka na hakuna mashaka kwa hiyo habari. Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo mambo na mkono wa Bwana, Bible inasema hakika. Huo mkono sio mfupi, usiweze kutuokoa. Bwana siwe sana. Kwa hivyo wakati tunaongelea kuhusu the mighty hand of God, tunaongelea kuhusu ule mkono ambao huwa unaokoa watakatifu wakati wanajipata katika maji mengi, wakati wanajipata katika majaribio, wakati imani yao inajaribiwa, wakati wanafika mwisho wao. The mighty hand of God unaweza nyoka ukakuokoe katika jina la Bwana. Na kwa hivyo it is my prayer this morning that the Lord God Almighty akaweza kunyosha mkono wako in your life in the mighty name of the Lord. Sema amen na upigie Bwana makofi katika jina la Bwana. So usiweze kuokoa, wala sikio lake sio nzito lisikaweze kusikia. Kwa hivyo turudi katika kitabu cha Peter. Kwa hivyo Bible inasema kwa sababu mkono wa Bwana sio mfupi ni mrefu, unaweza fika kila mahali duniani kote. Basi kuna vile tunaambiwa tufanye, kwa sababu ndio Mungu afanye kitu fulani. Tuliona many promises of God, they are conditional. Ya kwamba fanya hivi na mimi nitafanya hivi. Nyenyekea, na sio kunyenyekea mahali popote. Kuna mahali unaongozwa ukaweza kwenda pale ukaweza kunyenyekea, na mahali pako pa kunyenyekea ndio ukawe na ile hali ya kugojea ukaweza kuinuliwa ni chini ya mkono wa Mungu wa kulia katika jina la Bwana. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili ukaweze kuwainua kwa wakati wake. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mkristo yeyote atapatiwa opportunity na chance akiwa katika haya maisha ya kuinuka katika jina la Bwana. Sema amen. Hakuna mtu duniani atanyimwa opportunity. Hakuna Mkristo duniani atakosa kupatiwa nafasi ya kuinuka katika jina la Bwana, muradi tu utanyenyekea chini ya ule mkono wa Mungu. Maana Bible inasema ukishanyenyekea utakuwa unatengeneza njia yako ya kuinuliwa. Ninaomba neema inayoinua ikufikie katika jina la Bwana. Maana Bible inasema ya kwamba yeye huinua maskini kutoka kwa mavumbi, alafu anampandisha. Sema amen. Alafu anawaketisha pamoja na wafalme. Naomba hiyo neema ifike kwako katika jina la Yesu. God is not a respecter of any person. Akona neema ya kuinua kila mmoja wetu, muradi utakubali kunyenyekea katika ule mkono wa Bwana ambao ni hodari. Therefore humble yourself under the mighty hand of God. Set aside self righteousness. Ukaweze kuweka kando ile odhigua moshialile. Self righteousness ni ile mambo mtu anasemanga ya kwamba mimi nimezaliwa na pastor, mimi nimezaliwa na wazazi ambao
ambao wameokoka, na kwetu watu wote wameokoka, na kwa hivyo unachukua hiyo kama ni self righteousness. Bwana asifiwe sana. Bible inasema kama unataka kuinuliwa uondoe self righteousness in the mighty name of the Lord. Salimia mwenzako umwambie ondoa self righteousness in the mighty name of the Lord. Self righteousness ni kumaanisha ati mimi niliokoka 1963 Kenya wakati ilipatiwa uhuru, ati wakati bendera yako iliweza kuwekwa kwa mlingoti, huo ndio wakati sasa niliokoka. Mungu haangalii hiyo mambo yote, anaangalia kiwango yako ya kunyenyekea chini ya mkono wake. Na kwa hivyo wakati tunakataa kunyenyekea ni kumaanisha tunafunga mlango wa kuinuliwa. Na ninaomba wale mnanisikiza mfungue milango Mungu awainue katika jina la Bwana. Hapa hakuna mtu ambaye hatainuliwa. Sema amen katika jina la Bwana. Na kwa hivyo mkono hodari ulio wa Bwana, set aside self righteousness so that he may exalt you to a place of honor, ili akaweze kuwainua katika mahali pa heshima. Kumbe Mungu amepanga, kumbe Mungu ako na nia, kumbe Mungu amekusudia kukuinua katika mahali pa heshima. Mimi ninaona Mordekai akiwa kwa rango, akiwa kama bawabu, neema ya kumuinua iliweza kumfikia katika jina la Bwana. Na ninaomba wale Mordekai wako hapa, neema ambayo natumika nayo hapa itaweza kuwainua katika jina la Yesu, itaweza kufungua milango all over in the mighty name of the Lord. Maana anasema ukinyenyekea, yeye mwenyewe kupitia kwa hiyo neema ndio itakuinua, hiyo neema ndio itakubadilisha katika mahali pako panini pa heshima, so that he may exalt you to a place of honor in his service at the appropriate time, katika ule wakati ambao umekubalika. Bwana sifa sana. Kwa hivyo kila mtu kuna majira yake ya kuinuliwa. There is the right time of God to exalt you. Kuna ule wakati Mungu amepanga kukubariki, kuna ule wakati Mungu amepanga kufungua milango yako, kuna ule wakati Mungu amepanga kukuheshimisha. Na kwa hivyo kazi yako ni unyenyekee tu pale katika mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Wewe tu ukaweza kutulia pale, na wakati ukivika, hakuna mtu, hakuna jambo, hakuna lolote litazuilia uinuke katika jina la Bwana. Pigieni Bwana makofi in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe the mighty hand of God, huo mkono hodari wa Bwana umebeba neema ya kuinua watu. Na ndio unaona Mungu ako na tabia ya kuinua watu ovyo, watu ambao wanaonekana hawawezi inuliwa. Angalia mtu kama Daudi sasa alikuwa nani? Alikuwa malishoni, na unaona kuna tumano kwao. Mtu ambaye anaitwa nabii Samueli anapatiwa pembe ya mafuta katika Samueli wa kwanza 16. Akaambiwa jaza hii mafuta uende katika nyumba ya Yese. Nimeamua na nimepanga kuinua mtu katika hiyo familia katika jina la Bwana. Na wakati alienda pale, hata hii mambo ilikuwa imefichwa nabii wa Bwana, hakuwa ameambiwa. Pembe ya mafuta ilikataa kumimina mafuta kwa Eliabu na Shama na wale wengine. Lakini wakati Daudi alitorokea, maana hiyo mafuta ilikuwa ni yake, Daudi kainuliwa katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati Daudi alinyenyekea akiwa malishoni, neema ilimliokea, ilimuita kutoka pale katika jina la Yesu. Ninaomba hiyo neema ikupate siku ya leo in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo sioni haja ya kulalamika. Mimi sioni haja ya kusema ate Mungu umenisahau. Anakusahau namna gani? Na si Daudi anasema mama anaweza sahau na mtoto ambaye amezaa, lakini Mungu hawezi sahau na yule ambaye ameita katika jina la Bwana. Kwa hivyo Bible inasema katika wakati ulio hodari yeye ataweza kutuinua katika jina la Yesu. The mighty hand of God is active, powerful and available to believers to bring salvation, deliverance, provision and success. Ya kwamba mkono wa Mungu uko na nguvu, uko available na uko active. Kumaanisha uko active ni kumaanisha ya kwamba sio mkono ambao umekufa, sio mkono ambao hauna uwezo, ni mkono ambao ni available na ni mkono ambao uko active. Bwana asifiwe sana. Ukaweze kuinua,
ukaweze kutajirisha, ukaweze kuweka huru na ukaweze kukomboa katika jina la Bwana. Na ninaomba wale wote mnanisikiza, may the Lord God of heaven stretch his mighty hand upon your life in Jesus name. Mahali huu mkono ulinyoka, mtu aliinuliwa katika jina la Yesu. Mahali mkono wa Mungu ulinyoka, mtu alipona in the mighty name of the Lord. Tupigie Bwana makofi katika jina la Yesu. So the mighty hand of God is active and available. Believers are encouraged to submit to God's will, to experience his lifted heart. Ya kwamba watakatifu wanaombwa wakaweze kunyenyekea katika huo mkono wa Bwana, ili wakaweze kuinuliwa katika jina la Bwana. Kwa hivyo wale ambao mnataka promotion, wale ambao mnataka neema zaidi ya kutumikia Bwana, the way is one, barabara ni moja, ndio ukaweze neema kuongezeka, ndio mali ikaweze kuongezeka, ndio Mungu akaweze kukuheshimisha. Njia ni moja na sio mbili. Sema amen. Ukaweze kutafuta mahali mkono wa Bwana ulipo, ukaweze kunyenyekea mahali pale, na hakika shuare ukinyenyekea, hiyo neema iliyobebwa na huo mkono itaweza kukuinua katika jina la Yesu. The heart of God is invoked in prayer to remove obstacles and change difficult situations. Ya kwamba mkono wa Bwana huwa unafanya kazi wakati mtakatifu ameomba. Kwa hivyo ni kumaanisha hata kama tunaambiwa the mighty heart of God inainua watu, ni vizuri ukaweza kujiweka katika nafasi ya uombezi. Sema amen. Na kujiweka katika nafasi ya uombezi ndio sasa uchokoze, ndio ukaweza kuprovoke the mighty heart of God ikaweza kukufanyia kazi katika jina la Bwana. Kwa hivyo that heart of God is invoked in prayer, ukaweze kuondoa vikwazo na zile hali gumu ambazo tunaweza kuwa tunapitia katika jina la Yesu. Nataka nikufundishe mambo kama 10 na kitu ambao wakati mkono wa Bwana umenyoka huwa unafanya. Number 1, ni vizuri tukaweze kuelewa God mighty hand created the heavens and the earth. Ya kwamba mkono hodari wa Bwana ndio ule mkono ambao uliziumba mbingu na dunia. We gonna read the book of Isaiah chapter 48 verse 12 and 13. Isaia 48 mstari wa 12 na ule wa 13. Ni vizuri ukaweze kujua chochote ambacho unaona na macho, chochote ambacho unaangalia kinakupendeza, kiliumbwa kupitia kwa mkono wa Bwana. Sema amen. Hata wakati Mungu alikuwa na muumba Adam, hivi ndivyo alisema in the book of Genesis, let us create a man after our own image, a man after our own likeness. Na tuumbe ama tutengeneze mtu ambaye ako na sura na mtu ambaye ako na mfano wetu. Kusema tuumbe na tutengeneze ni mikono iliweza kutumika. Na kwa hivyo kama mikono ya Bwana iliweza kutumika kuumba mbingu na dunia, ni kumaanisha inaweza umba chochote katika maisha yako katika jina la Bwana. Sema amen. Ni kumaanisha hiyo figo yako, hiyo kidini yako umeambiwa ya kwamba ni kama moja haifanyi. Mkono wa Bwana ukinyoka utatengeneza hiyo figo katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Yakobo, nisikilize mimi Israeli ambaye nimekuita. Mimi ndiye na mimi ndimi mwanzo na mwisho. Huyu ni Mungu anajiintroduce kwa Israeli. Yakobo anaitwa Israeli. Anamwambia wewe Yakobo usikize. Kwa hivyo ni vizuri sikio lako ukiwa mtoto wa Bwana uwe unalitega. Anasema nisikize mimi Israeli ambaye ni mimi nimekuita. Uliza mwenzako nani alikuita? Bwana asifiwe. Ndio Bible inasema he who called us is faithful. Aliyetuita ni mwaminifu na yeye ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri ujue wewe umeitwa, na kuitwa ni kumaanisha ya kwamba there is no turning back. Anamwambia nisikize mimi ndiye niliyekuita, na mimi ndimi mwanzo na mwisho. Na hii ndio maneno ambayo imerudiwa in the book of Revelation. Yesu akiandikia makanisa malaika anasema I am Alpha and I am Omega. Mimi ni Alpha na ni Omega. Omega na Alpha ni kumaanisha mimi ndiye mwanzo na mimi ndiye mwisho.
Bwana asifiwe. Na nafasi nyingine inasema ya kwamba Mungu ameshika mwisho wako na mkono huu, alafu mkono ule mwingine ameshika mwanzo wako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo God is the beginning of your life and God is the end in your life, in the mighty name of the Lord. Kwa hivyo hakuna kuogopa katika jina la Bwana. Listen to me, O Jacob and Israel, whom I call. I am he, I am the first, I am the last. 20 verse 2. Mkono wangu mwenyewe uliweka misingi ya dunia. Mungu anamwambia Yakobo, Israeli, sio malaika waliweza kuweka misingi ya dunia. Anasema ya kwamba mkono wangu mimi mwenyewe uliweza kuweka misingi ya dunia. Bwana asifiwe sana. Na huo mkono ndio unaweka misingi ya ndoa yako. Sema amen. Huo mkono ndio unaweka misingi ya biashara yako. Haitaaguka katika jina la Bwana. Hiyo biashara haitaaguka kama mkono wa Bwana uliweka misingi ya dunia. Na unajua tulisoma ya kwamba dunia ni mfirigo, hata huwa inasuguka hivi. Bwana asifiwe sana. Hata unaweza shindwa pila yake iko wapi ama imeshikiliwa. Tena tunaambiwa hata iko juu ya maji. Mambo ya Mungu ni ajabu. Bwana asifiwe. Na tunaambiwa kwamba mkono wa Bwana ndio uliweza kuweka misingi ya dunia. Nao mkono wangu wa kuume umetadaza mbingu, niziitapo zote husimama mbele yangu. Ya kwamba mkono wa Mungu anasema uliweza kutadaza mawingu. Si unaona vile mawingu inakaa vizuri? Ilikuwa ni kama imekujwa kama hema. Maana huo mkono uko na nguvu. Ulitadaza hiyo mawingu vizuri, ikakaa kama sasa kitu ambayo inaweza pendeza. Na Bible inasema ya kwamba na mkono wangu wa kuume umetadaza mbingu, niziitapo zote husimama mbele yangu. My right hand spread out the heaven. When I call them, they start together in obedience to carry out my decree. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Ya kwamba hata hizo mbingu Mungu huwa anasiita. Zikiitwa zinasema yesa. Bwana asifiwe sana. Na sinatii na sinaweza kutimiza makusudi ya Bwana katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Kwa hivyo hii mambo ni ajabu. Huo mkono ambao umeweka misingi ya dunia, mwadhani ya gosho, it is the same hand ambao sasa huwa unaita, amen, huwa unaita hizo kuume unapo tusome. Mkono wangu mwenyewe umeweka misingi ya dunia, nao mkono wangu wa kuume umesitadaza mbingu, niziitapo zote husimama pamoja. Na wakati Bible inaongea kuhusu mbingu, tunastahili kujua kuna the stars, zile nyota, kuna jua na mwezi ambazo Bwana aliziweka. Mwezi uwe mwanga wa usiku na jua iwe inaleta mwanga mchana. Na kwa hivyo zote huwa zinatii mamlaka yake katika jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunaona vile mkono wa kuume wa Bwana uko na nguvu. Na kama uliumba mbingu na dunia, ni hiyo kidney umeambiwa haifanyi kazi, inaweza shindwa. Naomba kama kuna mtu ako na shida ya kidney, nikiongea saa hii itengenezeke katika jina la Bwana. Mutikuwa amen. Praise God. Kwa hivyo the mighty heart of God created the heavens and the earth. Number 2, the mighty heart of God brings judgment against enemies. Mkono wa Mungu wa kuume huwa unaleta judgment, ama ni ghadhabu ama ni adhabu? Hukumu. Mkono wa Mungu huwa unaleta hukumu kwa maadui. Kwa hivyo ni kumaanisha wewe ukiwa na maadui, watu wakiugana wakipaga mabaya, Bwana asifiwe sana, muradi tu wewe umenyekea pale katika mkono wa kulia wa Bwana, hakuna haja ujitetee. Bwana asifiwe sana. Huo mkono hautakagi kuona ukitadikwa. Na kwa hivyo huwa unaleta judgment against your enemies in the name of the Lord. We gonna read the book of Exodus chapter 7 verse 4 and 5. Exodus ni kutoka mlango wa 7 4 mpaka 5. The hand of God brings judgment against enemy. Yakoba mkono hodari wa Bwana huwa unaleta hukumu kwa maadui katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba mchana asubuhi ya leo, wakati ninaongea, kama kuna maadui wanakupiga, kama kuna adui wameinuka, mkono wa Bwana uwashughulikie katika jina la Bwana, na watakatifu waseme amen in the mighty name of the Lord. Ndio Daudi anasema katika Zaburi 27 verse 1 and 2,
hata kama jeshi kubwa litajiunga kupigana na mimi, anasema mimi sitaogopa. Bwana siwe sana, maana Mungu atanificha katika sitara ya kibada yake. Ninaomba ufichwe usionekane katika jina la Yesu. Ninaomba fio ya wachawi haitaona wewe, haitaona biashara yako, ile mighty name of the Lord. Unajua kuna wakati nilikuwa naongea na mtu mmoja ambaye ameexperience hiyo maneno. Aliniambia hii maneno ni ya kweli, ya kwamba kuna mahali mtu anaweza enda kwa wale wanatumia sasa hizo nguvu za giza za hali ya juu. Unaweza muliko uonekane. Salimia mwenzako na high five, umwambie usiwahi onekana by fire by thunder katika jina la Yesu. Unaonekana kwa sababu gani? Wewe haustahili kuonekana, maana umefichwa. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Katika kitabu cha Colossians chapter 3, Wakolosai 3 mstari wa 2 na 3, Bible inasema your life is hidden in Christ Jesus. Maisha yako imefichwa ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo utafikiwa namna gani? Na wewe uko ndani ya Yesu. John chapter 15, abide in me and I also abide in you. Kwa hivyo kama sasa tuko ndani ya Yesu na yeye tuko na yeye, sasa kwa nini ufikiwe? Hauwezi fikiwa katika jina la Bwana. Kwa hivyo the mighty heart of God bring judgment against our enemies katika jina la Bwana. Na kwa hivyo this is a great promise watakatifu wa Bwana, ya kwamba wakati unapigwa, wakati maadui wameinuka, wakati vita inapagwa na wewe hujui na hakuna makosa umefanywa, mkono wa Mungu hodari wa kiume unatuahidi kutupigania. Bible inasema katika Exodus 7:4, hawata wasikiliza, kisha nitaupeleka mkono wangu juu ya Misri, na kwa matendo makuu ya hukumu nitavitoa vikundi vyangu watu wangu wa Israeli. Haya ni maneno Mungu anamwambia Musa wakati Musa anatumwa kwa Farao. Bwana sifiwe. Ili asimame mbele ya Farao amwambie thus says the Lord, let my people go and serve for me. Amen. Sasa Mungu anamwambia Farao hakika atakuwa na roho gumu, atakausha roho. Ndio sasa anaambiwa na Mungu, nitaweza kupeleka mkono wangu, ama nitaweza kunyosha mkono wangu juu ya Wamisri kwa matendo makuu ya hukumu. Kwa matendo makuu ya nini? Na hii matendo ni zile 10 plagues. Hizo na Kiswahili ni nini? Ni yale mapigo 10: kubadilisha maji yakawe damu, kuleta vyura, kuua wazaliwa wa kwanza, na zile zingine ambayo ulisoma. Hayo ndio mapigo 10. Na Mungu alitenda hayo kama akihukumu wale maadui ambao walitesa wana Israeli. Bwana sifiwe sana. And that's what God is doing in your life. Sema amen. Hivyo ndivyo Bwana anafanya katika maisha yako. Mkono wake wa kuume unapigana na maadui wako katika jina la Bwana. Tupigie Bwana makofi in Jesus name. But Pharaoh will not listen to you, and I shall lay my hand on Egypt and bring out my host like a defensive army. Mungu anasema nitaleta jeshi yangu. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo mkono wa Bwana wa kuume uko na nguvu ya kukutoa katika mikono ya wale wanakutesa katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba huo mkono unyoke juu yako in the mighty name of the Lord. Kama kuna watu wana experience vita hapa, ninaomba mkono wa Bwana unyoke wa kulia, maana tumeona sio mfupi, so that hand may deliver you to a defense as a defensive army, tribe by tribe. My people, the children of Israel, out of the land of Egypt, by great act of judgment, the plague, yani yale zile hukumu. Kwa hivyo ni vizuri uelewe mkono wa Bwana huwa unaleta hukumu kwa maadui zako. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo usiobe adui akufe, usiwahi omba adui akufe. Waacha aishi, aone ukiinuka. Sema amen. Waacha atadikwe na mapigo 10. Maana vile Mungu alifanya kwa Hawa, hivyo ndivyo anafanya katika maisha yetu katika jina la Bwana. For the word of God is active and it is alive. Bwana sifiwe sana. Neno la Bwana liko hai na ni active hata wakati huu katika jina la Bwana. Sema amen. Kwa hivyo ni kumaanisha kama kuna nguvu za Farao sinataka kukuzuilia usifike mahali Mungu amekusudia. Mkono wa Bwana ukinyoka, Farao atakuachilia. Zabida zina bagada. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Huo mkono ukinyoka, even Farao himself aliweza kuwaambia na muniobe mkiondoka. Na wakati walikuwa naondoka, waliondoka na mali ginya geosia gukada migate. Yaigwa Amosi, geosia gukada ki
Bwana sifiwe. Zile vitu za kukadia uga waliondoka nazo. Wale walipika na sufuria chapati waliondoka nazo zote, maana ni mkono wa Bwana uliweza kunyoka. Namba 3, wakati mkono wa Bwana umenyoka, huwa unafanya nini? The hand of God tumesoma 5, naomba tuwekewe 5. Nao Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapounyosha mkono wangu dhidi ya Misri na kuwatoa Israeli watoke humo. Nao Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana. The Egyptians shall know that I am the Lord. Kwa hivyo ninaomba maadui wako bila kuwaambiwa waone mkono wa Bwana ulionyoka. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Bible inasema watajua ya kwamba nimenyosha mkono wangu. Bwana asifiwe. Nitakapowatoa Waisraeli watoke humo. Kwa hivyo wakati mkono wa Bwana umenyoka, kuna mahali huwa unakutoa katika jina la Bwana. Na kama kuna mahali maadui wamekuweka, na si huo mkono ukutoe katika jina la Yesu. Si huu mkono ndio ulitoa Joseph wakati aliwekwa kwa shimo, sema amen. Na si huu mkono ndio ninaona unatoa Danieli kwa shimo la simba, sema amen. Na si huu mkono ndio umeingia mahali Paulo na Sila walikuwa korokoroni. Na si mkono ndio ulifungua milango. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo mkono wa Bwana huo unaleta judgment kwa maadui. Number 3, the hand of God works miracles for his people. Mkono wa Bwana huwa unatenda ama huwa unatekeleza miujiza na ishara kwa watakatifu katika jina la Bwana. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, when we are talking about the mighty hand of God, we are talking about a hand that works miracles for the people of God, kwa watu wa Bwana. We gonna read the book of Joshua chapter 4 22 to 24. Joshua ni mlango wa 4 mstari wa 22 na ule wa 24. The heart of God works miracles for his people. Mkono wa Bwana huwa unatenda miujiza kwa watu wa Mungu. Na ndio mwimbaji mmoja akasema, Baba wa mbinguni nyosha mkono wako watu wauone, wakiona wanyamaze, walisifu jina lako. Bwana asifiwe. Basi waambieni Israeli walivuka mahali pakavu katika mto Yordani. Then you shall let your children know Israel crossed the Jordan on a dry land. Verse 23. Kwa maana Bwana Mungu wenu alikausha maji ya Yordani mbele yenu hadi mlipo maliza kuvuka. Bwana Mungu wenu alifanya hayo mto wa Yordani sawa sawa na Mungu wenu alifanya haya kwa mto Yordani sawa sawa na kile alichofanyia bahari ya Shamu, Red Sea, wakati alipokausha mbele yenu hadi tulipomaliza kuvuka. Bible inaongea kuhusu River Jordan. Wakati wana Israeli waliona Kana ndio ile, kulikuwa na obstacle moja. Na ni vizuri kanisa muelewe, anytime Mungu anataka kukupatia breakthrough in finances, in your career, in whatsoever you put your heart to do, kuna kuwaga na resistance kubwa. Bwana asifiwe sana. Ukiona kukiwa na resistance kubwa, when you are planning to take a great step even in your life, ni kumaanisha kuna ushindi ambao uko mbele. Bwana asifiwe sana. Sasa wanaona Kana ndio ile, hata wanaona sabibu siko tayari. Bwana asifiwe sana. Wanaona ile manyumba ambayo waliambiwa wataishi ambao hawajajenga, lakini Bwana, hapa kuna mto ambao umejaa. Na ukisoma Bible inasema and the river of Jordan was overflowing because it was time of rain. Ulikuwa ni majira ya nini? Ya mvua. Na kwa hivyo maji ilikuwa imefanya nini? Imejaa. Na kwa hivyo sasa umewazuilia. Lakini kupitia kwa mkono wa Bwana, kupitia kwa nini? Bwana alitengeneza njia katika mto wa Yordani. Na anawakumbusha hata katika Red Sea alinyosha mkono wake akatengeneza njia katika jina la Bwana. Musa aliambiwa nyosha nini? Fimbo. Na ni nini ilishika fimbo? Ni mkono wake. Na kwa hivyo Mungu, kwa sababu alisema ya kwamba wewe Musa, in the book of Exodus chapter 8 and verse 1, Bible inasema ya kwamba you shall be like a God before Pharaoh. Utakuwa kama Mungu mbele ya Farao. Kwa hivyo wakati Musa amenyosha mkono wake, ni Mungu alifanya nini? Aliweza kunyosha, akatengeneza njia na wale wakaweza kuvuka. Twende fasi nyingine. Na Bible inasema alifanya hivi ili kwamba mataifa yote ya dunia yapate kujua
kuwa mkono wa Bwana ni mwenye nguvu. Pigia Bwana makofi. Mungu tu alifanya hivi ndio mataifa yote ya dunia yakaweze kujua mkono wa Mungu sio kama mkono wa mwanadamu, ya kwamba mataifa yote duniani wakaweze kujua mkono wa Bwana ni mkono mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba huo mkono unyoke in the mighty name of the Lord. Kama kuna river Jordan imesimama mbele yako, if there is river Jordan between you and your success, between you and your breakthrough, ninaomba huo mkono unyoke katika jina la Yesu. You are closing over. Salimia mwenzako na high five, mwambie ninafuka katika jina la Yesu huko. Amen. Musalimie tena, mwambie unafuka kwa hiyo neema katika jina la Yesu. You cannot afford kukaa hii padi na neema imeachiliwa. Mkono wa Mungu ukinyoka ni wewe ukaweza kufuka. Na kwa hivyo ulinyoka ndio mataifa ya dunia pate kujua ya kwamba mimi ndiye Mungu mwenye nguvu, ili kwamba kila wakati mpate kumcha Bwana, mpate kumcha Bwana wenu milele. Na kwa hivyo unaona Mungu huwa anatenda miujiza. Mungu huwa anakuinua. Bwana asifiwe. Mungu huwa anakutetea. Mungu huwa anakupigania. Bwana asifiwe. Ndio uweze kufanya nini? Ukaweze kumuogopa. Na tutasoma ya Kizungu. So that all the people of the earth may know without any doubt. May know without any, and acknowledge that the hand of the Lord is mighty and extraordinarily powerful. So that you will fear the Lord your God and obey and worship him with proud awe and reverence forever. Ili mukaweze kumcha Bwana na mukaweze kumwabudu. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe, Bible haijasema uogope shetani. The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. Kwa hivyo usiwahi sema unamuogopa shetani. Bible imesema uogope nani? Uogope Mungu. Mambo na shetani usimuogope. Bible inasema resist him. Ukaweze kumpinga, na unampiga na kumwambia it is written. Sema amen. Ukimpiga na neno anatoroka katika jina la Bwana. Na kwa hivyo Bible inasema mkamche Bwana na mkaweze kumwabudu. Kwa hivyo Mungu ananyosha mkono wake atende miujiza, ndio ukaweze kumuogopa na ndio ukaweze kumwabudu katika jina la Bwana. Praise God. Hayo mapigo yote yalitokea wale wakitoka, ilikuwa ndio sasa wakiwa kule jangwani wasikaweze kuabudu miungu mingine katika jina la Bwana. Na kwa hivyo tunaona miujiza umetendeka. Maji kusimame upande huu, amen, alafu ingine isimame pande hii ati wafuke. Hii sio mambo ya kawaida. Hata wanasayansi hii hawawezi jua ni nini. Bwana siwe sana. Hii hata hawawezi elewa ni nini. Hii ni zaidi yao. Bwana asifiwe. Lakini mkono wa Bwana ulisimamisha maji katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ninawaombea wale mko hapa, kuna river Jordan inakuzuilia. May you receive grace to break through in the name of the Lord. You are breaking through in the place of your resistance. Sema amen in the mighty name of the Lord. Kama kuna resistance, what do you want to achieve? Ninataka kusema ya kwamba ukinyenyekea katika huo mkono wa Bwana utaweza ku break through. Number 4, God mighty hand touches our mouth and fill them with his words. Ya kwamba mkono wa Bwana, God's mighty hand, muniangalie msiangalie wale wanaingia. God's mighty hand touches our mouth and fill it with the word of God. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni vizuri, hebu tuweke Jeremiah chapter 1 and verse 9. Jeremia 1 mstari wa 9 katika jina la Bwana. Zabida sulabadia. Kisha Bwana akaunyosha mkono wake na kugusa kinywa changu. Bwana sifiwe sana. There was a conversation between Jeremiah and God, and the conversation was this: God has called Jeremiah to go to nation, to uproot, Bwana sifiwe sana, na kufanya biashara zingine. Lakini Jeremiah aliogopa. This is what Jeremiah told God: I am just a youth. Mimi ni kijana peke yake. I am not a learned person. I don't know how to speak. Amen. Alimwambia Mungu, sijui kuongea vizuri. I cannot speak frequent. Amen. Sasa kukawa na hiyo conversation. Na wakati sasa Mungu alisikia namna hiyo, kuna kitu alifanya. Na ndio hii tunaona. Bwana kile alifanya, alinyosha mkono wake, akagusa mikono yake.
Pigia Bwana makofi. Umesema yako na ni ya yule. Kisha Bwana akanyosha mkono wake akagusa kinywa changu, yani kinywa cha Yeremia, akamwambia sasa nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Bwana siwe sana. Ukienda kuuliza kazi usiende na maneno yako. Piga magoti, mama, omba Mungu aweke maneno ndani yako katika jina la Bwana. Ukienda kufanya interview mahali, omba Mungu anyoshe mkono, sema amen, aweke maneno ndani yako katika jina la Bwana. Ukiitwa kwa kesi, Bwana asifiwe sana. Ukiitwa wapi? Kwa kesi. Hapana andika vile utaanza na vile utamalizia. Abia Bwana anyoshe nini? Mkono wake katika jina la Yesu. Landlord akitaka kufuga nyumba, wewe hapana abia Mungu ati asahau kwake gutire mundu ngiriganiro ni gwake na mutwe mwega. Wewe abia Bwana aweke maneno. Wewe ukae kwa nyumba na uweke nyimbo sawashi. Sasa nawaonyesha kupigana. Unasikia mama Amani? Unafugulia ile nini na sio za kutukanana. Unaweka nyimbo mzuri za Mungu. Bwana siwe sana. Yakoba nitamwabudu Bwana milele. Alafu sasa unamgojea. Unamwambia karibu kiti. Bwana siwe sana. Unamwambia sasa hata nyumba ulikuwa umejenga vizuri, maji haingii kama kwa jirani. Bwana siwe sana. Unaongea maneno kama hiyo. Anakuambia nilikuwa nimekuja kuifuga lakini nimekuongezea miezi 2. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Praise God. Kwa sababu sasa umeomba na Mungu ameweka maneno ndani yako. Rabadabeluza labai. Ndio Bible inasema mkiitwa katika kesi, msipage vile mtaenda kusema. Niliogeto shiri ni dukana vake uliogathi kuga. Wewe enda usimame hapo. The Holy Spirit himself ataweka maneno ndani yako. Sema amen. Na hiyo maneno ukiongea, Bwana asifiwe, adui hataweza. Nilifanyika nikaenda niseme hivyo na nimesema wakati mwingine, nikaenda pale Makadara. Kuna brother yangu alikuwa ameshikwa akiwa amepatiana risiti kwa gari ya moshi ya ambayo imetumia. Sikuna kuaga na askari wa gari la moshi. Akafugwa jela dogo. Sijui alafu sijui atoe nini. Sasa mimi nikaenda. Nikakuta sasa kuna kijana ako pale kwa bao na kuna askari amesimama pande ile. Na huyu kijana ilikuwa imesemekana ameiba 300,000 kwa petrol station. Sasa kijana akaulizwa kama kuna atatijete. Akasema sina wakili. Akasimama pale. Akamuuliza umesema niliba gapi? Askari sasa akarudia, hata ni hivi 300, 300,000. Okay, nilikuwa nimefaa namna gani? Vile umefaa. Hiyo jini na shati ndio ulikuwa nayo. Kwa hivyo sikuwa na nguo nyingine. Jiguo ni hii Okay. Na wakati niliiba niliziweka wapi? Kwa mfuko. Zilitoshea? Kijana Anthony akasema ningetaka you honor, mulete 300,000 zimeshikana. Si amesema nilikuwa nimefaa hivi? Siweke kwa mifuko tuone kama sitatoshea. Askari akaanza kutoa jasho. Hiyo kesi imefanya nini? Wewe hukuona Khan yule wakili wa Ruto alisema ile nyumba ilikuwa Eldoret. Witness alisema ilikuwa na rumu gapi? Amos, hamukufuata. Lakini witness alisema ilikuwa na ngapi? 5. Na hiyo nyumba Khan akatumiwa picha. Ilikuwa na rumu gapi? Ikawekwa pale. Akaulizwa, you say this is the house where they were planning to do havoc to the other nini? Akasema yes. Wakasema wahesabu. Zikakuwa ni ngapi? Na yule alisema ni ngapi? Waliachiliwa hivyo. Na kwa hivyo ni vizuri. Sema amen. Unaomba Mungu anaweka maneno ndani ya. Kwanza ukienda kuuliza kazi, Bwana asifiwe sana, ama ukienda kusimama kwa watu wakubwa, amen, usiende kuomba ama kuongea maneno ambayo sio yako. Kwa hivyo Mungu akanyosha mkono wake na akagusa kinywa chake na akamwambia sasa nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Kwa hivyo Yeremia hakuwa na maneno. Maneno ni Mungu aliweka. Sema amen. Na kwa hivyo ninaomba katika ile situation unapitia, gayekele Mungu aweke maneno katika jina la Bwana. Badala ya kusema mimi ninaona nikizama, useme nitainuka tena katika jina la Bwana. Badala ya kuona kumeshikana, badala ya kusema vile wanasema, wewe umesema ya kwamba kuna kuinuliwa. Mtu akienda chini katika jina la Bwana.
Na kwa hivyo katika kila situation ambayo unapitia kuna neno la wakati huo katika jina la Bwana. Praise God. Na ni vizuri unaomba, Mungu anaweka neno. Hebu niweke Isaiah chapter 6. You gonna see this man called Isaiah. The Bible says, nasoma Bible, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Ule mwaka ambao King Uzziah alikufa, mimi Isaiah nilimuona Bwana. Hebu tuweke, in the year that King Uzziah died, I saw in a vision the Lord sitting on a throne, high and exalted, with the train of his royal robe, filling the most holy part of the temple. Isaiah anasema aliona mbingu. Amen. Hebu tuende verse 2. Juu yake walikuwemo masalafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mabawa mawili waliinuka nyuso zao, na mengine mawili walifunika miguu yao, na kwa mawili walikuwa wakiruka. Kwa hivyo walikuwa na mabawa gapi? 6. Mawili ni ya kuburu, hiyo ingine wanafanya nini? Okay, twende fasi ingine. Nao walikuwa and one called out to another, saying, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. Fasi ingine. Kwa kutoa kwa sauti, miumo ya milango ya vigitizio vilitikisika, nayo hekalu ikajaa moshi. Kwa hivyo waibaji sasa mnaangalia, muone ile sifa inakuwa mbinguni, wakiinua sauti zao, miimo, sema miimo, the pillars of heaven zinaweza kutikika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo waibaji mnastahili muone ile kiwango ya uibaji ambayo inahitajika kwa nyumba ya Bwana. Praise God. Because the Bible says, and the foundation of the Jerusalem trembled, and the voice of him who called out, and the temple was filled with smoke. Verse ingine. Unataka neno, kuna neno nataka tuone. Ndipo nikalia, ole wangu mimi, nimeangamia, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nimeishi katikati ya watu wenye midomo michafu, nayo macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana Mungu mwenye nguvu. Kwa hivyo sasa unaona kuna watu wanaweza kuzuilia usiweone Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama unataka kuona Bwana in your life, kuna watu lazima uondoke. Kuna watu lazima ujiassociate na wao, wale hawaongezi value in your life. Bwana asifiwe sana. Wale ambao hawana time na wewe. Praise God. Na kwa hivyo sasa huyu amezuiliwa na wale watu ambao walimuzingira. Bwana asifiwe sana. Walikuwa watu ambao wananena kushindwa, walikuwa watu ambao wananena vile sasa hawaendelei, na yeye ako katikati yao. Sasa ni mdomo wake ulifanya uguswe. Hebu twende verse 6. Ndipo mmoja wale maserafi akaruka kunijia, akiwa na kara moto lililowaka mkononi mwake, ambalo alikuwa amelichukua kutoka koleo, kutoka madhabahuni ya Mungu. The age of God alitoka mbinguni. Kwa hivyo kuna malaika huwa wanatekeleza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati mwingine ni vizuri kungojea malaika akuje. Wewe haukuona Zekaria wakati anafanya kazi zake za kikuhani, malaika alimtokea akifanya kazi zake za kuchoma ufu. Malaika akamwambia Elizabeth atakuwa nini? Ataweza kubarikiwa na mtoto. Kwa hivyo sasa ni malaika alitumwa. Amen. Kwa hivyo wakati mwingine wacha kumwambia Bwana atakuja wewe mwenyewe na usitumane. Unajua sasa ukiambia Bwana akuje na asitumane, you are limiting God. Mungu ako na malaika huwa wanatekeleza wajibu wake. Sema amen. Na huwa anawatuma. Hata wakati anataka Yesu azaliwe, Mungu aliona hiyo ni kitu do. Alituma nani? Alituma Gabrieli. Akakuta Mary akiwa tu kasichana, alikuwa virgin, hajajichafua. Akaambiwa sasa wewe umepata kibali, wewe ndio utatumika kuleta Yesu hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Hata Danieli ni malaika Gabrieli. Is it Gabrieli? Gabrieli aliweza kutumwa. Sasa hapa ni malaika ametumwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usiwe unaomba ati Mungu usitumane. Wewe ukiomba Mungu akitaka kutuma pasta, wacha mtu. Sasa shida ni wewe ulisema Mungu asitumane. Na leo nimetumwa. Abia mwenzako pasta ametumwa kwako. Kunijia akiwa na kara moto. 20 verse 7.
ameshika kaa, akanigusa naro kinywani changu na kusema, tazama hili nimekugusa midomo yako, uovu wako umeondolewa, nayo dhambi yako imesamehewa. Aligusa mdomo wake, aligusa mikono, aligusa nini? Na wakati aligusa mdomo, sema amen, maneno sasa imewekwa. Ukisoma hiyo fasi nyingine hatutasoma, ndio akasikia Mungu akiulizana, whom will I send? Amen. Maana kulikuwa na mwanya. Mungu alikuwa anatafuta mtu ya kutuma, lakini hakuna. Amen. Sasa wakati kinywa kimeguswa na mkono wa Bwana, ndio sasa akasema, niko hapa nikaweze kutuma, nitume katika jina la Bwana. Kwa hivyo ninaomba mkubali kutumwa katika jina la Bwana. Salimia mwenzako, mwambie kubali kutumwa. Kama malaika anaweza tumwa mbinguni, hata ile kuguru ilitumwa. Peleka nyama kwa nani? Kwa Elijah, na ilifikisha yenyewe katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo turudi mahali tulikuwa. In the book of Jeremiah, aligusa kinywa chake, akanyosha mkono wake na kugusa kinywa changu, akaniambia, sasa nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe, hata wale wanabiashara mko hapa, hapana ongea na customer ovyo ovyo. Bwana sifi sana. Kuna lugha ya biashara. Wakati mwingi nikitembea huku, my wife huwa ananigojea nikisalimia watu. Hata kuna wakati huwa na mistake watu, ananiambia kama wakati mwingine nimeona kama ni mtu mwingine, akaniambia sio huyo, maana akili yangu iko kwa watu. Bwana sifi sana. Ndio sasa hapa mimi siwezi pigwa geta. Amen. Hapa hata watoto ukija hapa katikati ya wiki, utaona vile huwa wana nini. Hata wengine huwa wanapatiwa mandazi, anasema ati amekuja kunikatia, namwambia asante. Bwana sifi sana. Nimetengeneza environment vizuri. Bwana sifi sana. So the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, hear me, I have put my words in your mouth. Wacha tuone sasa fasi hiyo ingine. Amewekwa maneno, ndio sasa aende vitani. Tazama leo nimekuweka juu ya mataifa. Kwa hivyo wakati Mungu anataka kukuinua, anawekaga maneno hata ndani yako. Unaanza kuongea kama mtu ambaye ameinuka. Sema amen. Wakati mtu hata anatajirika, anakuaga na tabia ya kuongea, anahesabu mahesabu ya pesa mingi. Amen. Wale wazee mko hapa, ukitaka kujua unaanza kutajirika, ni wakati uitishi bibi yako cheji. Mimi sina kuitishanga. Sema ukweli. Si nimeanza sasa kutokuitisha. Sikuwa, lakini nimeanza. Masala bagada, nimekuweka juu. Nafasi yako ni ya juu, mtakatifu wa Bwana. The Bible says in the book of Deuteronomy 28, you shall be above only and not beneath. Deuteronomy chapter 28 and verse 21. If you hearken to my voice, to obey my judgment, my statute, and my ordinances, I will lift you above all the nations of the earth. Sema amen. Nitainua juu ya mataifa yote ya dunia. Na kwa hivyo ni vizuri ugoje kuinuliwa. Kwa hivyo anasema nimekuinua juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu. Lakini kabla hajawekwa maneno ndani yake, hii kazi hangeweza kufanya. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo kuna vitu lazima ushughulikie in your life, in the mighty name of the Lord. Bwana sifiwe. Ukijua kuna vitu zilipadwa na mababu zenu, ni lazima uzing'oe in the mighty name of the Lord. Ukijua kuna limitations ziliwekwa, si ni kazi yako usiondoe katika jina la Bwana. Ndio Mungu anaweka maneno kwako katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Na kwa hivyo it is my prayer, utaweza kuamini mkono wa Bwana, uguze kinywa chako, Mungu aweke maneno ndani yako katika jina la Yesu. Hiyo ingine ya mwisho ndio tuende kwa ibada ingine. The heart of God empowers for supernatural. The hand of God, empowers for supernatural. Mkono hodari wa Bwana huwa una empower a believer afanye ile mambo ambayo si ya kawaida. Bwana sifiwe sana. Na kutofanya mambo ya kawaida ni pita kutembea juu ya maji. Kwa sababu wale mnajua kitu yoyote iko na uzito, ikiwekwa juu ya maji huwa inaelea, si ndio? Huwa inafanya nini? Inazama. Lakini in the first time, Bwana sifiwe sana, mbingu ilidhihirisha, praise God,
ya kwamba mkono wa Bwana uko na nguvu. Peter amekanyaga maji, hazami, gravity ilitii bigu. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni kumaanisha when you obey God, hata mawe itaobey, itabadilika iwe maji katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo God mighty hand, the hand of God empowers for supernatural. Give us 1 Kings chapter 18 and verse 45. Wafalme wa kwanza 18 na mstari wa 45. 1 King 18 and verse 45. The heart of God empowers for supernatural. So when God stretches his mighty hand upon your life, it means in other way that hand will empower you. Sema amen. To do extraordinary things. Ufanye mambo ambayo si ya kawaida. Wakati ule anga ikawa jeusi kwa mawingu, upepo ukainuka na mvua kubwa ikanyesha, naye Ahabu akaenda zake Jezreeli. Fazi nyingine, nguvu za Bwana zikamjia Elia, naye akajikaza viunoni, akakimbia mbele ya Ahabu njia yote hadi maingilio ya Jezreeli. Sasa this is the time, wakati sasa Elia ameamua kufungua mbingu. Praise God. Yeye ako peke yake, alifuga na sasa anafungua. Na ndio ni vizuri ujue neno la Bwana ni la kweli. Matthew 7:7, Bisha na no, it shall be open for you. Seek and you shall find. Ask and it shall be given. Na kwa hivyo hii ndivyo Elijah alifanya. Alienda katika mlima wa Karmeli, akalala kifudifudi. Sasa ni kuomba, anaomba. Amen. Na wakati alikuwa naomba, kukawa na mawingu ya mvua. Inaitwa ni gani? Ile mawingu inaletaga mvua ni gani? Nimbus. Inaitwa nimbus. Kuna teacher hapa niambie if I'm correct? Am I correct? Yes sir. Pigia Bwana makofi. Fasio ingine. Ahabu akamwambia Yezebeli kila kitu Elia alichokifanya amefanya na jinsi. Hebu nirudishe hapo. And the heart of God was upon him. Na kwa hivyo akampita. Praise God. Nguvu za Bwana then the heart of the Lord came upon Elijah. Bwana asifiwe sana. Yani Ahabu akona farasi. Na wale mnajua farasi ni yule mnyama anaenda kazi. Mimi nimekaa race course. My dad used kukaa race course kwa farasi pade hii gine. Ukienda Lenana Girls Secondary School, hii pade my dad alikuwa anakaa hapa nikiwa primary. Na kwa hivyo tulikuwa tunaigia race course, tunaona farasi wakifanya nini, na walikuwa na farasi akiruka akikuja miguu ako kule, na farasi anatokaga bei ya gari, anaweza shidana na gari. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo sasa King Ahab anaenda na farasi, naye nabii wa Bwana anaenda na nini, na namba 11. Namba 11 ni miguu, kama huna sio ile ya kwenda go. Then the heart of the Lord came upon Elijah, giving him supernatural strength. Labina zina. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana wakati ulinyoka juu ya Elia. Bwana asifiwe sana. Alipatiwa supernatural strength, yani nguvu ambayo si ya kawaida. He girded up his strength, akajikaza viunoni, akakimbia mbele ya Ahabu. Wewe unaona namna gani mtu ambaye anaenda na farasi na mwingine ambaye anaenda na miguu? Wakati mkono wa Bwana ulinyoka, sema amen, aliweza kumpita yule ambaye anaenda na farasi. Receive the overtaking grace in Jesus name. Pokea neema ya kupita hata wale wameenda mbele yako in the mighty name of the Lord. Kuna vile Mungu anaweza nyosha mkono. Amen. Ile mambo ulikuwa umepanga kukamilisha na miaka 10, ukamilisha na miaka 2. Amen. Wewe unasema utajenga nyumba na miaka 10 na Mungu anasema ni 1 year. Bwana asifiwe sana. Praise God. I remember one time nimemaliza my pastor wa kule nyumbani walipenda kujenga na ile nyumba tulisomea tukiwa Sunday school. Wakati tutaenda nyumbani hawakuibomoa ya mabati, walisema itakaa hapo kama kubukubu, wakajenga kandoro ya mawe. Sasa Reverend alisema tunaanza na akasema sasa komiti itakutana baada ya miezi kadhaa. Hiyo sadi ambayo ilikuwa inakuja, mimi niliona my dad amepeleka lori moja ya mchanga na lori moja ya
alitumana akafanya mpango na my mom, manake my dad ako huku na akajenga. Na hebu niwaambie, wakati my dad alifanya namna hiyo, Mungu akambariki na plot hapa Kamakis, na sasa akajenga. Praise God. Na kwa hivyo sasa ndio, sio hiyo ya kwetu nilikuwa nakwambia. Pasa wakati alisimama akaona kuna mchanga, maana ilimwagwa katika njia ya kuingilia kwa chai, mchanga na mawe. Alisema sikuwa ninafikiria tutajenga haraka na nini namna hii. Kumbe kuna watu Mungu alikuwa amenyosha mkono wake juu yao, alikuwa amewaandaa. Bwana asifiwe sana. Walikuwa nauliza itatangazwa lini katika jina la Bwana. Na kwa hivyo pokea neema katika jina la Yesu. May the mighty hand of God be stretched upon you. May you receive supernatural strength in the name of the Lord. May you build up your loins in Jesus' name. May you overtake your enemies in the name of the Lord. You gonna overtake any Ahab ambao ameenda mbele yako katika jina la Bwana. Maana mkono wa Bwana ukinyoka huwa unapita katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba Bwana atusaidie tukaweze kukumbuka mahali tulianzia, tunyenyekee chini ya ule mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Naomba tusimame in the name of the Lord. Nimemuona Bwana ameketi ezini, nimemuona Bwana alivyoinuliwa. Tuinue mikono. Nimemuona Bwana ameketi ezini.